Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu tena katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa kutupa neema tena na kibali cha kuwepo nyumbani mwake siku hii ya leo. Na siku hii ya leo tunakwenda kuyasikia maneno ya Mungu, tunatafakari maneno ya Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 44. Tukiona jinsi ambavyo Mungu anatusemesha tena mchana wa leo. Lakini kabla hatujaanza basi tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu, wewe umetukuka, wewe umejaa neema na rehema nyingi. Wewe ni mwaminifu kila wakati na kila saa katika maisha yetu. Asante kwa ajili ya mchana huu, asante kwa ajili ya majira haya. Tunajisogeza tena mbele zako Mungu, tukiomba ukapate kutusaidia, kutuwezesha na kutusikizisha maneno yako matakatifu, ili kwamba Mungu wa mbingu na nchi tuweze kuvuka hatua moja kuelekea hatua nyingine kwa ajili ya utukufu wako. Asante kwa ajili yangu, asante kwa ajili ya msikilizaji, asante kwa kila mmoja ambaye Mungu wa mbingu na nchi mchana wa leo atakwenda kuhudumiwa na neno lako. Roho Mtakatifu, ninakukaribisha, karibu katikati ya maisha yetu. Karibu useme na kila mmoja kwa jinsi ambavyo umetukusudia. Ni katika jina safi la Yesu Kristo Baba tumeomba haya, tukishukuru na kuamini. Amen. Basi moja kwa moja tukayasikia maneno ya Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi ya 44 mstari wa kwanza hadi mstari ule wa 7. Neno la Mungu linasema, Mungu, tumesikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia matendo uliyoyatenda siku zao, siku za kale. Wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, ukawakalisha wao. Wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Maana si kwa upanga wao walivyomiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Mungu, wewe ndiye mfalme wangu. Uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watupingao. Maana sitautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa, bali wewe ndiye tuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Tunayatafakari maneno ya Mungu mchana wa leo kutoka kwenye kitabu hiki cha Zaburi ya 49. Mtumishi wa Mungu alivyoeleza hapa akisema tumeyasikia. Anasema Mungu, tumeyasikia kwa masikio yetu, baba zetu wametuambia, baba zetu wametuambia. Lakini akasema matendo uliyoyatenda siku zao zile za kale. Anaelezea kwa habari ya kile kilichofanyika kwa baba zao. Daudi anaelezea kilichofanyika kwa baba yao. Akasema wewe kwa mkono wako uliwafukuza mataifa, uliwakalisha wao. Wewe ni Mungu uliyewaondoa mataifa katikati ya baba zetu walipokuwa wanakutafuta, walipokuwa wanakuita. Ukaondoa mataifa, ukaondoa watu wabaya kwenye maisha yao, ukawaweka wao. Lakini akaendelea kusema wewe uliwatesa watu wa nchi, ukawaeneza wao. Wao wakaendelea kutawala. Anachokielezea mtumishi wa Mungu, anaeleza kwa matendo makuu ambayo Mungu alifanya wakati wa baba zetu, wakati wa baba zao, kwamba Mungu aliwaonekania, Mungu aliwatetea, Mungu aliwasaidia kwa wakati ule, akawaondoa maadui, lakini akawaweka wao wakatawala. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 akasema, maana si kwa upanga wao walivyoimiliki nchi, wala si mkono wao uliowaokoa, bali mkono wako wa kuume, na mkono wako na nuru ya uso wako, kwa kuwa uliwaridhia. Kwa kuwa Mungu aliwaridhia. Sasa kwa sababu anaelezea habari ya matendo ambayo alifanya kwa baba zao, alifanya kwa sababu aliwaridhia. Kuna namna ambavyo Mungu akituridhia, Mungu akikuridhia, kuna vitu anavifanya kwako. Alichokuwa anakielezea mtunga Zaburi, alikuwa anaelezea kwa jinsi ambavyo baba zao walitawala nyakati za kale, walifanya nyakati za kale, kwa matendo waliotendewa nyakati zile za kale, ni kwa sababu Mungu aliwaridhia. Kuna vitu walivifanya, Mungu akapendezwa navyo, na Mungu akawakubali, na Mungu akawaridhia, akawatendea, akawafanyia mambo makubwa, akawaondoa maadui zao katika nchi yao, na akawatawalisha wao. Bwana Yesu asifiwe.
Tunaendelea kuona kwamba mstari ule unakasema, Mungu, wewe ndiye mfalme wangu. Ameelezea kwa habari ya nyakati zile zilizopita, lakini hapa anaelezea kwa habari za yeye sasa, kuanzia pale ambapo yeye anajua kwamba kama baba zetu walitendewa, waliridhiwa wakatenda haya, na mimi basi wakati huu acha nimtumainie Mungu ili aweze kunisaidia. Akasema, Mungu, wewe ndiye mfalme wangu, uagize mkono wako, uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Unaona, ameelezea kwa habari ya baba zao, watu wa kale, Mungu alivyowaridhia, Mungu alivyowapenda, Mungu alivyowasaidia, Mungu alivyowatetea katikati ya maadui zao. Lakini sasa anaomba msaada kwa ajili yake, anaomba msaada kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, wewe ndiye mfalme wangu, uagize mambo ya wokovu kwa Yakobo. Sasa anamuomba Mungu awe msaada wake sasa kuanzia hapa. Mstari wa 6 akasema, maana sintautumainia upinde wangu, sintautumainia upinde wangu, wala upanga wangu hautaniokoa. Alijua kabisa ikiwa Mungu aliwaokoa baba zao, aliwasaidia baba zao, hata sasa yeye hawezi kwa akili zake, hawezi kwa nguvu zake. Akasema, kwa nguvu zangu, kwa nguvu zako tutawaangusha watesi wetu, kwa jina lako tutawakanyaga watu pingao. Kwa maana ya kwamba tumaini pekee linatoka kwa Mungu, msaada pekee unatoka kwa Mungu. Na ndio maana akaelezea kwa habari za watu wa kale, lakini pia kuanzia pale alipokuwa akitaka msaada, alijua ikiwa alitenda kwa baba zetu, hata hapa atanitumia msaada, atanisaidia ikiwa ameniridhia, ikiwa amenikubali. Mchana wa leo tunataka tujifunze kitu gani? Mtazamaji au msikilizaji unayenisikia mchana wa leo, fahamu ya kwamba Mungu anapokuridhia lazima aingilie kati vita yako. Mungu anapokuridhia lazima akusaidie katika mateso yako. Mungu anapokuridhia, aliwaridhia baba zetu, aliwaridhia watu wa kale, akawasaidia kupigana vita yao. Sasa Mungu anapokuridhia mchana wa leo atapigana hiyo vita yako. Haijalishi ni ya muda gani, haijalishi ina nguvu kiasi gani, lakini atakuridhia. Atakapokuridhia atakusaidia. Maana tumeona cha kwanza, aliwaondoa maadui zao katika nchi, alafu akawapa wao kumiliki, akawapa wao kutawala. Sasa anachokisema Daudi, anasema kwa nguvu zako, kwa nguvu zako, sio kwa nguvu zake yeye, kwa nguvu za Mungu atawaangusha watesi wake, kwa nguvu za Mungu atawakanyaga wanaomuonea. Sasa mchana wa leo mahali ulipo, inawezekana kuna jambo ambalo limekuwa gumu kwako, kuna jambo ambalo limekuwa zito kwako. Sasa hebu tuelekeze macho yetu kwa Mungu. Hebu tumtegemee yeye ambaye aliwasaidia baba zetu, aliwaridhia, akawapigania, akawapa uwezo, akawapa kumiliki, akawapa kutawala. Inawezekana hilo jambo unalolipitia limekuwa zito, limekuwa gumu, limekuwa alieleweki, lakini hebu tumtumainie Mungu, hebu tumtegemee tena Mungu katika msaada wake, atusaidie. Mstari wa 7 akasema, bali wewe ndiye uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaaibisha. Ili Mungu apigane vita yako, lazima tuombe kuridhiwa, lazima tutafute kumtegemea Mungu, lazima tutafute kumuishi Mungu, tulisome neno la Mungu, tuyatende mapenzi ya Mungu, ili Mungu aturidhie, ili Mungu apigane na watesi wetu, maadui zetu. Haijalishi ni kwa muda gani umeteseka, haijalishi ni kwa muda gani umelia, haijalishi ni kwa muda gani umekaa hapo chini, haijalishi ni kwa muda gani hiyo ndoa imekuwa teso kwako, lakini mchana wa leo hebu Mungu aturidhie, hebu tumwambie Mungu atukubali, hebu tumwambie Mungu awe upande wetu, hebu tumwambie Mungu awe upande wa watoto wetu, hebu tumwambie Mungu awe upande wa ndoa zetu, awe upande wa familia zetu, aturidhie tena, ili awaondoe watesi wetu, ili waangushe maadui zetu wanaotuonea bila sababu, wanaotupinga bila sababu. Mungu akaturidhie, Mungu akasimame upande wetu, kama alivyowaridhia baba zetu, kama alivyowasaidia baba zetu. Na sisi leo kwa neema ambayo tulipewa, tukapate kusaidiwa tena, tukapate kupiganiwa tena, maana si kwa upanga wala sio kwa silaha tulizonazo zinazoweza kutusaidia, hapana, bali kwa neno la Mungu, bali kwa msaada wa Mungu. Kwa hiyo tunapokaa kwa Mungu, Mungu akaturidhia, hatutaweza kushindana vita yetu wenyewe. Mungu atapigana vita yetu, Mungu atatusaidia katikati ya mabaya, katikati ya magumu, katikati ya mateso, katikati ya madeni ulionayo, katikati ya dhiki ulionayo, yeye atakusaidia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tuangalie kile kitabu tena cha Zaburi ya 49. Tuangalie hapo kwenye kitabu cha Zaburi ya 49, tuanze mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. Anasema,
Nitatega sikio langu nisikie mithali, na kufumbua fumbo langu kwa kinubi. Kwa nini niogope siku za uovu, ubaya ukinizunguka miguuni pangu? Anasema atafungua masikio yake asikie, atatega sikio lake asikie. Akasema na kufumbua fumbo langu kwa kinubi. Kwa nini niogope siku za uovu? Mtu wa Mungu, msikilizaji, unayenisikiliza, unayenifuatilia, hatupaswi kuogopa wakati tukiwa kwenye wakati mgumu. Hatupaswi kuogopa tukiwa kwenye changamoto. Tumeona kwamba Mungu aliwasaidia baba zetu. Sasa tunapokuwa kwenye mazingira magumu, hatupaswi kuogopa. Mtunga Zaburi anaendelea kusema, kwa nini niogope siku za uovu? Siku za uovu ni zile ambazo zimekujia, ni mahali ulipo, ni kwenye majira uliopo, ni kwenye changamoto ulionayo, ndizo siku za uovu. Anasema ubaya ukinizunguka miguuni pangu. Wakati unapoona kuna jambo limekuzunguka, kuna shida imekuzunguka, kuna ugonjwa umekuzunguka, kuna madeni yamekuzunguka, kuna vita imekuinukia katikati ya familia, kuna vita imekuinukia kwa majirani, haupaswi kuogopa. Anasema kwa nini uogope? Maana yuko Mungu atakaye kutetea, yuko Mungu atakaye kupigania, yuko Mungu atakaye kuondolea watesi wako, yuko Mungu atakaye kuondolea wanaokupinga na kukuonea. Bwana Yesu asifiwe. Akasema wa hao wanaozitumainia mali zao na kujisifia wingi wa utajiri wao, hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Fahamu kwamba hakuna mtu anayeweza kuutoa uhai wake kwa ajili ya mtu mwingine. Hakuna. Yesu Kristo tu ndiyo aliupenda ulimwengu, akaja kutuokoa kupitia nafsi yake, kupitia mwili wake, akakubali aibu, akakubali fedhea, akakubali mateso ili tuweze kuokolewa, tuweze kukombolewa. Ni yeye tu ambaye ni wa pekee, ambaye ametengwa, ambaye ametofautishwa, ambaye ni baba, ambaye ni mfalme, ndiye aliyeweza kufanya hivi. Lakini hapa anatuambia hivi, anatuambia ya kwamba hakuna mtu awezaye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alichokuwa akikielezea kwenye Zaburi 44, alikuwa anasema kwa habari ya jinsi ambavyo Mungu aliwatendea baba zetu, aliwafanyia mambo makubwa, akawaokoa na maadui zao. Lakini pale akaendelea kuomba na yeye basi akumbukwe, na yeye basi asaidiwe. Sasa mimi na wewe tunataka tumuone Mungu akitusaidia, akitutetea. Atakapoturidhia ndipo ambapo atatuvusha, ndipo ambapo atatufungua. Tafuta kuridhiwa na Bwana, tafuta kukumbukwa na Bwana, tafuta kusaidiwa na Bwana, tafuta kuwa karibu na Mungu ili atusaidie katikati ya vita. Maana hakuna atakayeweza kuutoa uhai wake kwa ajili yako. Hata wewe mwenyewe huwezi kuutoa uhai wako, hata kwa mtoto wako mwenyewe uliyemzaa, hata kwa mzazi wako huwezi kukubali uhai wako kaondolewa ili kwamba mtoto wako aweze kupona au mzazi wako aweze kupona. Kwa hiyo ni lazima tumtafute Mungu, ni lazima tumuombe Mungu, ni lazima tumtegemee Mungu na kutafuta kuridhiwa na yeye, na kutafuta kukubalika na yeye, ili kwamba atusaidie katikati ya vita vyetu, atupiganie katikati ya watesi wetu, atuvushe katika changamoto ambazo tunakutana nazo. Mimi sijui mahali uliko umezungukwa na nguvu ya namna gani, na ndio maana akasema ya kwamba kwa nini kuogopa? Kwa nini kuogopa wakati wa ubaya? Kwa nini maadui wanapokuzunguka unaingiza hofu? Yuko Mungu ambaye aliwapigania baba zetu, aliwatetea baba zetu, aliwasaidia baba zetu, akawarithisha nchi yao, akawarithisha mali zao, akawarithisha vitu vyao ambavyo vilikuwa vimetawaliwa. Na leo anaweza kukusaidia tena, na leo anaweza kukuvusha tena, na leo anaweza kukupigania tena. Hata kama kuna namna umedhulumiwa, hebu tumtegemee, hebu tumuangalie, hebu tumuombe, hebu tutafute kuridhiwa na yeye ili aweze kutukubali, ili aweze kututetea, ili aweze kutusaidia, ili aweze kupigana hii vita ambayo wewe leo umeshindwa, wewe leo umekwama, wewe leo unalia, wewe leo huoni mbele, huoni mwelekeo, huoni unaishia wapi. Uko msaada kwa Mungu tena, liko tumaini kwa Mungu tena, liko tegemeo kwa Mungu tena. Amkumbuke tena mtumishi wake, amkumbuke tena mama huyu ambaye kwa siku nyingi ameugua, kwa siku nyingi hana amani, kwa siku nyingi hana furaha kwenye nyumba yake, ili Mungu amkumbuke, ili Mungu amsaidie, ili Mungu amtetee. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie pale kwenye kitabu cha Isaya 62. Isaya 62, tumkumbushe, tumwambie Mungu asituache,
asitusahau. Anasema kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sintatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza. Ikiwa tumeridhiwa na Bwana, hata nyamaza. Lazima atainuka, lazima atakuja kwako. Hata kama umechelewa kwa muda gani, lazima atakuja kwako. Isaya akasema kwa ajili ya Sayuni sintanyamaza. Mungu anasema sintanyamaza kwa ajili ya huyu mama ambaye ameniita kwa muda mrefu, ambaye amenitafuta kwa muda mrefu. Sintanyamaza. Na kwa ajili ya Yerusalemu sintatulia mpaka haki itakapotokeza. Inawezekana kuna namna ambavyo umekata tamaa. Hebu inuka tena. Inua viwango vyako vya imani. Inua tena kile kitu cha ndani. Mwambie Mungu, umesema kwa ajili yangu hautanyamaza. Kwa ajili ya Yerusalemu hautatulia mpaka haki itakapotokeza. Haki ipi? Haki ni pale ambapo unateseka kwa muda mrefu, Mungu atokeze msaada. Pale ambapo una madeni ya muda mrefu, Mungu atokeze msaada. Pale ambapo umekata tamaa, umechoka, yamkini umezungukwa na magonjwa, yamkini umezungukwa na vita, yamkini umezungukwa na watu wabaya, wanakutafutia hila, wanatafuta kukuangamiza. Amesema kwa ajili yako hata nyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu hata tulia. Yeye atainuka ashindane vita yako. Yeye atasimama apigane vita vyako kama alivyopigana vita vya baba zetu, alipowaridhia akawarudishia vitu vyote ambavyo maadui zao walikuwa wamechukua, akawapa kutawala tena, akawapa kuinuka tena, akawapa kuongezeka tena. Nami natamani mchana wa leo ukapate kuridhiwa na Bwana, ukatetewe na Bwana tena, ili ukarejeshewe na ukakumbukwe tena. Maana amesema kwa ajili yako hata nyamaza, na kwa ajili ya familia yako hata tulia, na kwa ajili ya kazi yako hata tulia mpaka atakapofanya imara, mpaka atakapoisimamisha tena hiyo familia. Sasa mimi na wewe tuungane, tuinue viwango vyetu vya imani, tumwambie Bwana aturidhie, tumwambie Bwana atukubali. Maana tumezingirwa, maana tumezungukwa, maadui zetu ni wengi, watesi ni wengi, wanaosema atakufa lini, wanaosema atapotea lini, wanaosema ataanguka lini, wanaosema mtoto wake atakufa lini. Leo tumwambie Bwana, umesema kwa ajili yangu hautanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu hautatulia. Inuka tena utusaidie. Uliwasaidia baba zetu, uliwaridhia, ukawapigania katikati ya watesi wao. Na sisi leo tupiganiwe, tutetewe, tusaidiwe. Inawezekana hata hao unaowaona sio hao ambao wanakufanyia ubaya. Wako waliojificha sirini, wako maadui wa sirini, wako maadui wa gizani, wanakutesa usiku na mchana. Hauwajui, hatuwajui, lakini kwa kuwa ametuahidi ya kwamba kwa ajili ya Sayuni hata nyamaza, basi tumwambie leo asinyamaze, leo asikae kimya, akatusaidie, akatupiganie kama jinsi ambavyo Daudi ameomba msaada. Kama uliwatetea baba zetu, basi na mimi naomba nitumie msaada, niokoe katikati ya watesi, niokoe katikati ya maadui, niokoe katikati ya vita, niokoe katikati ya magonjwa, niokoe katikati ya tabu nilionayo, nisaidie. Na leo tukamwambie Mungu atusaidie katikati ya watesi wetu na maadui zetu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Basi moja kwa moja tuende mbele za Mungu, tukamuombe Mungu. Mungu aweze kutusaidia, Mungu aweze kukutetea. Mimi sijui unapita wapi, mimi sijui umelia kiasi gani, mimi sijui umekoma kwenye biashara zako kiasi gani. Hebu leo tumwambie Mungu. Amesema hata nyamaza kwa ajili yetu, amesema hata nyamaza kwa ajili ya Yerusalemu. Yeye akatusikie, yeye akatujibu, yeye akapigane, yeye akainuke. Kwa kuwa tumependezwa naye, kwa kuwa amependezwa na mwenye haki, kwa kuwa amependezwa na mtumishi wake, hata nyamaza wala hata kaa kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu.